Michuano ya Samia Celebrities and Companies Cup imeanza rasmi usiku wa leo, ambapo mechi ya kukata na shoka ilipigwa kwenye viwanja vya 7A Side pale Mikocheni, ambapo leo Crown FC na Lamata FC walikuwa ulingoni na mpira ulipigwa, mtanange ulikuwa wa moto kweli, lakini kilichowashangaza wengi ni ushindi ambao Lamata FC waliibuka nao katika usiku wa leo. Alikiba naamini ameshangazwa na hicho ambacho kilitokea, kwa sababu hakudhani kama ingewezekana Lamata, waigizaji wa tamthilia, kumfunga yeye kama mwanasport, lakini vile vile mtu ambaye ana wanasport wengi sana kwenye timu yake kufungwa mabao 5 na mabao 5-3. Mchezo uliisha kwa Lamata FC kuwafunga Crown FC mabao 5-3, ambapo katika mabao 3 ambayo yalifungwa kwenye upande wa Crown, Alikiba alifunga bao 1 na Alikiba alicheza dakika zote 90. So hii imekuwa like surprise kwa mashabiki wengi ambao walijitokeza pale viwanja vya 7A Side kuhakikisha kwamba wanashuhudia mchezo huo. Mambo yalikuwa mengi sana ambayo yalihappen pale uwanjani, lakini kwa kweli imekuwa moja ya ligi ambayo imekuwa na mvuto kweli, kwa sababu mastaa wengi walijitokeza kuhakikisha kwamba wanashuhudia mchezo huo kwanza kabisa wa michuano hii ya Samia Celebrities and Companies Cup. Alikiba ni miongoni mwa wadhamini kupitia Crown Media, lakini yeye mwenyewe ndio mtu ambaye ni kama naibeba hii ligi. Sasa walio wengi waliamini kwamba leo labda Crown FC kupitia yeye mwenyewe Alikiba wangehakikisha kwamba kivivyote wanapata ushindi ili kuchukua alama 3 kwa kujiwekea njia nzuri ya kuzidi kwenda mbele na michuano, lakini mambo yamekuwa tofauti na wameadhibiwa vibaya mno, mabao 5-3, sio kawaida. Kwa upande wa Lamata, kikosi chao kilikuwa kizuri kwa kweli, licha kwamba kuwemo pia na watu ambao si waigizaji, lakini Isarito ni miongoni mwa waigizaji wazuri sana kutoka kwenye hilo kundi la Lamata kupitia tamthilia yao ya Jua Kali na matamthilia mengine, na kwa kweli yeye pia amecheza dakika 90 zote za mchezo na ni miongoni mwa mabeki bora wa usiku huu katika mchezo huo wa Crown FC dhidi ya Lamata FC. Sasa Lamata Village, kitu ambacho nimekipenda sana na nimekikubali katika mchezo huu wa leo ni kwamba walienda wakijidhatiti kwamba sisi ni washindi, kwa sababu walienda wamejiandaa. Timu ilikuwa vizuri kwa upande wa wachezaji, lakini pia kwa mashabiki walikuwa wako vizuri sana. Alikiba ameadhibiwa mabao 5, yeye mwenyewe akiwa uwanjani amepigwa mabao 5-3 na kupoteza pointi 3, na pointi 3 za mchezo wa kwanza kabisa zimeondoka na Lamata Village. Lamata mwenyewe alikuwepo, lakini bila kusahau Shilole, bila kusahau pia Elizabeth Michael Lulu, alikuwepo pia walikuwepo waigizaji wengi sana pale nimeona, lakini pia wasanii mbalimbali wa muziki alikuwepo kama Tundamani, alikuwepo Ndaro na wachekeshaji wengine mbalimbali walikuwepo pale. Sasa baada ya mchezo tumepiga story na watu mbalimbali ili kuweza kupata comment zao juu ya nini ambacho kimesababisha Alikiba au Crown FC kupoteza mchezo huo. Na miongoni mwa watu ambao tumepiga story nao ni pamoja na dada yake Alikiba, Zabibu Kiba. Tumezungumza naye baada ya mchezo tu, tulipata nafasi ya kuzungumza naye na amefunguka nini ambacho kimesababisha kaka yake afungwe katika mchezo, na pia ametoa ushauri kwa kaka yake, lakini yeye amesema kwamba yeye si team Crown FC bali yeye anaishabikia Kings Music FC. Kings bado haijacheza. Timu nyingi sana ambazo zipo kwenye michuano hii za wasanii, ikiwemo Konde Gang FC, ipo Bad Nation FC, ipo Chino, ipo One Man Gang FC. Yani hii One Man Gang FC ipo chini ya Chino, lakini Bad Nation FC ipo chini ya Mario. Konde Musical Worldwide kama unavyojua tena, Konde Gang FC ipo chini ya Harmonize, ipo Clouds FC, lakini zipo pia zingine kama GSP na King Lion FC. Kwa hiyo mechi ni nyingi sana ambazo tutashuhudia katika hii michuano ya Samia Celebrities and Companies Cup. Mimi nataka umsikilize dada yake Alikiba, Zabibu Kiba, nini ambacho amesema baada ya mechi kumalizika kwa kaka yake kuadhibiwa mabao 5-3 dhidi ya Lamata FC. Alikiba leo Crown Media FC walikuwa wakicheza na Lamata Village na mchezo umeisha kwa Alikiba kuadhibiwa mabao 5-3. Kama dada yake Alikiba, natamani kupata neno lako, hii umeipokeaje? Nimepokea vibaya, lakini na imani watajipanga tena next time watakuwa bora zaidi. Unahisi ni wapi ambako King amekosea na timu yake ya Crown hadi wakaadhibiwa mabao haya? Sijui sana kuhusu mpira,
Sijui sana kuhusu mpira, kwa hata sielewi wapo wamekosea, kusema ukweli. Sijajua sana kuhusu mpira, lakini ninachojua next time watakuwa bora zaidi ya leo. Ipo Crown FC kwenye hii michuano, lakini pia ipo Kings Music FC. Wewe uko pande zote au uko wapi hapa? Mi Kings. Uko Kings. Sasa leo umekuja kama nani? Shabiki, nimekuja kuangalia burudani. Kama shabiki wa timu zote. Okay. Lakini nitakuwa nimebase kidogo kwenye Crown. Crown. Kwa sababu ya kaka. Kwa ulivyoona dakika chache ambazo umeshuhudia kati ya Crown na Lamata Village, akina nani wamekukwesha sana kwenye mchezo wao? Lamata ndio wameshinda, manake walikuwa bora zaidi. Okay. Ni nini ambacho unaweza kumshauri King? Wajipange upya. Wapi ambako wamekosea sana? Sijui, lakini ndo nadhani wajipange upya ili waweze kurekebisha makosa. Kwenye siku ambayo Kings watakuwa wakicheza, tutakuona labda kwenye upande wa ukocha. Nipo uwanjani. Mimi nakushukuru sana. Baada ya kupiga story na dada yake Alikiba, Zabibu Kiba, tumepiga story pia na mtangazaji wa Crown anaitwa Tony 16. Tumezungumza naye kuhusu mchezo huo. Yeye kama mwanafamilia wa Crown FM, Crown Media, amepokeaje matokeo haya ya kupigwa mabao 5-3 na Lamata FC, lakini vile vile wapi ambako walikosea na ilikuwa kuwaje na nini ambacho anadhani wakifanya kitawasaidia kuweza kushinda mechi mbili zijazo hapo mbele ili kuweza kuendelea na michuano zaidi. Huyu hapa Tony 16. Mambo vipi? Fresh unyama mino. Unyama. Poleni sana. Mchezo tu bro, asante kwa sababu hayakuwa matarajio yetu kupoteza mchezo wa leo. Unajua game ya kwanza ufunguzi, afu mashindano ni sisi ni sehemu ya waandaaji pia. Kwa hiyo nadhani yalikuwa ni mategemeo ya kila mwana Crown FC na mtu yote yule ambaye anashabikia Crown. I think kila mtu alikuwa anatamani tushinde. Kwa hiyo kupoteza game ya kwanza, man, kiukweli hatuwezi kuwa na furaha. Lakini najua mbeleni itakuwa fresh. Ni wapi ambako mmefeli sana Tony? Kitu ambacho upande wangu nahisi tumefeli ni kwamba sisi tulikuwa hatujaenda kule mbali kama wenzetu walivyoenda. Like kwa watu ambao wameshiriki kazi wachezaji, sisi tumeplay zaidi wachezaji wa Crown. Like sura zote zilizokuwa naziona pale ni Crown. Kama sio watangazaji basi ni watu wa production, ila wote wanatoka Crown Media. So unajua sio kisingizio cha kusingizia matokeo kwa sababu wamechezesha watu wa mbali. Lakini I think next time inabidi tuwe makini sana, tuhakikishe tunapata usajili fulani hivi wa Kinyamwezi ili tuweze kucompete, kwa sababu unaona hii ndio game ya kwanza bro. Ila mapokezi ya team Lamata umeona ilikuwa serious. Of course Crown tumekuwa serious pia, so imetupa picha kwamba ni mashindano aina gani, and I think we need to do better mbele ili Bosi wako ni mwana michezo, lakini vile vile Harmonize ni mwana michezo. Na timu zote ziko hapa. Alikiba kwanza ameingiza timu mbili, kaingiza Kings, kaingiza Crown. Konde Gang, Harmonize yumo ndani hapa. Na waishagonga na mikwara huko. Mwenyewe umeona. Kuna watu wana uroto. Kwanza wewe unatamani kukutana na Konde Gang? Mimi game ninayotamani tukutane nayo. Kwanza mimi na game zangu ambazo natamani nizione. Game ya kwanza ambayo naitamani kinoma noma ni One Man Gang na Bad Nation. Hiyo mimi naita dabi. Mario pale na Chino wana man kwa sababu wanangu najua. Bad Nation najua na timu kali, One Man wana timu kali, so na wish nione hiyo game. Lakini kwa upande wetu mimi natamani sana tucheze Crown FC na Kings Music. Kuna kitu tunatakiwa tuwafundishe. Nyie mwafundishe Kings. Tuwafundishe vitu fulani Kings. So Chaneno, Vanilla, Tommy Flavor, Abdul Kiba, Ketuga, tunakuja. Wana uroto? Uroto, Konde Gang hawana uroto. Kings Music uroto tutakuja kujua mnao au hamna, lakini tunawatamani. Okay, mimi nakushukuru Tony. Bless up my man. Baada ya kupiga story na Tony 16 tukamalizia na Mkomwa, miongoni mwa mmoja ya watangazaji wa Crown FM ambaye pia yeye anaihudumia Crown haswa kwenye upande wa sport na ni mtu ambaye anajua sport kweli, na yeye pia alikuwa uwanjani tangu mwanzo mpaka mwisho. Ni wapi ambako walikosea hadi wakahadhibiwa mabao 5-3 dhidi ya Lamata FC. Msikilize huyu hapa Nasib Mkomwa. Unyama. Poleni. Tunashukuru, ndio mchezo. Unajua mchezo wa mpira wa miguu kuna matokeo matatu. Kufungwa, sare, lakini pia na kushinda. Kwa hiyo sisi tumepata tokeo moja kati ya matokeo matatu. Kwa hiyo tunashukuru. Tuna mechi nyingine dhidi ya GSP, tuna mechi nyingine dhidi ya King Lion. Kwa hiyo baada ya michezo yetu tutakuwa tumeangalia tumekusanya alama ngapi na mimi tunakwenda katika hatua inayofuata, hatua ya robo finali. Una uhakika kwamba dhidi ya GSP na King Lion mnaweza kutoboa? 100%.
kwa sababu tumejifunza leo na tumeona nini ambacho tutakiwa tukiboreshe kwenye michezo yetu ya pili na watatu. Kwa hivyo kwa kile ambacho tumejifunza, naamini tutakuja na mbinu mbadala, tutakuja na kuna wachezaji wetu ambao walikuwa wanakosekana leo, umeona, kutokana na majukumu ya kazi. Kwa hiyo tunaamini wachezaji watakuwa wanapatikana siku hiyo. Wakishapatikana, kwa maana yake tutakwenda kushinda mechi sisi. Okay. Yes. Unadhani wapi ambako mmekosea haswa? Sisi tulipokosea zaidi leo ni wachezaji wetu wengi walikuwa wamechoka. Unajua ukishafuturu, umeona, ukishafuturu lazima kidogo kuna ule kauchovu, ama kuna mwingine anakuta amefuturu, amekunywa maji mengi, kwa hiyo hata kukimbia hawezi. Kwa hiyo kilichotukosti sisi leo ni wale wachezaji wetu ambao walikuwa wamefunga, kushindwa kupata nguvu kwa haraka. Wengine wamekuja wameshiba sana, kuna wengine kutokana na majukumu yao ya kazi wameshindwa kufuturu vizuri, umeona, wamefuturu tu juu, wamekunywa maji, kwa hiyo bado wana ile hali ya uchovu na kuchoka kutokana na kile ambacho wamekutana nacho kwa siku nzima. Bosi wako amekufurahisha kwa kiwango chake ambacho ameonyesha leo cha uchezaji? Alikiba na maanisha. Yule ni miongoni mwa wachezaji wetu muhimu kwenye kikosi chetu. Kwa hiyo kwa alichokionyesha tumefurahishwa nacho. Na kuna wengine tumefurahishwa nacho, lakini wengine hatujafurahishwa. Tunaamini kwamba amecheza kwanza chini ya kiwango. Yaani kile sio ule kiwango chake ambao sisi tumezoea kumuona nao. Okay. Ana uwezo mkubwa zaidi ya kile ambacho amekionyesha. Kwa hiyo tumefurahi kwa sababu ameisaidia timu, lakini tunaamini kwenye mchezo ujao atakuwa bora zaidi ya kile ambacho amekifanya hii leo, na tutapata matokeo. Yes, mchezo uliisha kama hivyo nilivyokwisha kukueleza hapo awali kwamba matokeo yalikuwa ya mabao 5-3. Alikiba amelala leo na mabao 5 ya Lamata na yeye amerudisha 3. Kwa hiyo in short ni kwamba mchezo ameupoteza. Sasa tunasubiri tuone Konde Gang FC na Bad Nation Chino One Man Gang FC na wengine watafanyaje, lakini katika usiku hayo ndio yaliyojiri pale Mikocheni kwenye viwanja vya 7 Side, ambapo umepigwa mchezo wa Crown FC na Lamata FC. Nikuombe tafadhali subscribe YouTube channel yetu na tufollow ili tuendelee kupeana update mbalimbali. Mimi naitwa Nondo Official, unaweza kuniita Mr. Mino, lakini vile vile nyuma kamera yupo Saleh Gang, lakini pia usahau kuifollow Mino TV kupitia Instagram, kusubscribe YouTube channel yetu na kuifollow East African News kupitia Facebook, tuendelee kupeana update zaidi.